kukaa neno la Mungu kinywani ndani moyoni mwako. Liweke neno la Mungu moyoni mwako. Sawa mtumishi wa Mungu? Sawa mtumishi wa Mungu? Sawa? Unajua ukiwa na neno kuna vitu vingine hata watu wanaweza kukusahau. Leo umemwona John leo amekaa wapi? Unajua unaweza ukachagua na mtafuta John na kukutana na mimi. Mbona John leo si muone? Leo haja kanisa John amekuja kanisani. Kama hujamuona leo John. Amen. Kama ulikwenda muona John, jamani John yuko. Hebu kama apungie mkono. Ndio mama ameanza hivyo jamani. Yes. Kama kwanza unajiona John ni mzee. John ni kijana. Ndio. Amen. Jamani John amependeza, hajapendeza? Amependeza sana. John amependeza, angalia. Hapo ana hata wasiwasi. Yes. Yuko vizuri. Ndio. Hapo sasa hivi hapo ameanza kujifungia kitabu taratibu. Kitakuja tu ameanza kujiita kwa imani. John, mimi nakutakia maisha marefu bwana. Wewe umepiga maombi mazuri sana. Amen. Jamani, leo vijana wa leo kwa kweli wametikisa. Amen. Hadi vijana wa leo mbarikiwe, mmepiga maombi asubuhi. Amen. Halo. Amen. Nisome kitabu cha Zaburi 119. Anzia mstari wa kwanza afurukie mstari wa 9. Zaburi 119 na inasema, heri waliokamili njia zao. Heri waliokamili njia zao. Kijana lazima njia yako iwe kamili. Amen. Kijana acha ujanja maisha utapeli acha. Acha maisha tu nipe hapa nikifika pale na kurudishia. Acha maisha hivyo ya ujanja. Amen. Sawa? Kijana lazima njia yako iwe iwe imekamilika, iwe imenyoka, iwe nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Lukia mstari wa 9. Lukia mstari wa 9. Jinsi gani kijana aisafishe njia? Jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Njia yake. Kijana njia ni ya kwako. Amen. Njia sio mtu mwingine. Safisha njia yako ili baadaye uzeeni uishi vizuri. Safisha njia yako ili baadaye uwe vizuri. Amen. Kijana unaweza. Amen. Kijana unaweza. Amen. Haina haja ya kukata tamaa. Wewe kijana, wewe wakati wa kutafuta kuhurumiwa. Wewe wakati wa kusimama na kupambana. Akija bibi chana. Akija simba kamata zile ndevu vuta. Amen. Sawa kijana? Amen. Sawa kijana? Amen. Kwa kutii akinifuata neno. Hadi kijana uwe kijana mzuri, lazima ujifunze kutii. Kijana kama utii, utachelewa sana kufanikiwa. Yes. Kijana ukihitaji ufahamu mkubwa, endea wazee wakakupe ufahamu, wakakupe akili. Unaamua mwende chungu, ana mfalme lakini anajiwekea akiba. Wenda wabibi wanaekaga akiba. Bwana Yesu asifiwe. Kijana lazima uweke akiba. Wewe ni kijana lazima uweke akiba. Amen. Kuna akiba aina hizo? Amen. Akiba ngapi? Amen. Kuna akiba ya pesa, kuna akiba ya chakula, kuna akiba ya vyombo, kuna akiba ya mavazi. Amen. Sio wote tutakao kununua nguo. Sawa? Lakini kama unayo akiba, ile hela kivipi cha kununua nguo unaenda kufanyia jambo fulani. Sawa? Amen. Umesikia kijana wa kike, weka akiba ya vyombo. Amen. Umesikia? Amen. Waebrania 11 mstari wa 23 mpaka 29. Waebrania 11 mstari wa 23 mpaka 29. Karibu. Waebrania 11 mstari wa 23
mpaka 29. Na inasema kwa imani Musa alipozaliwa akafichwa miezi mitatu. Kwa nini Musa? Musa ni mzaa. Tafsiri ya Musa ni mtu alizaliwa alipatikana kwenye maji. Sasa mimi kama mzazi ninajua kabisa nimekipata hiki, lazima nikitunze, lazima nikifiche. Wewe kijana kisha kwenda tu unaanza kunani matangazo. Halo? Amen. Halo? Amen. Kama wazazi wako walimficha Musa, wewe unashinda kuficha pesa? Unashinda kuficha mali? Vitu vya samani? Nasema hivi, lazima ujifunze kuweka akiba, wewe ambaye ni kijana. Wanasema finali ni wapi? Finali ni wapi? Finali ni wapi? Finali ni wapi? Ukiwa jirani yako mwambie finali ni uzeeni. So fichwa miezi mitatu, miaka mitatu na wazazi wake, kwa sababu waliona kwamba ni mtoto mzuri. Kijana umetoka hela, nenda kwa kiwanja, acha kwenda kujulisha huko. Kijana umetoka hela, anza kudunga. Jamani, wewe kijana, wewe unachezea hela wewe. Unajua hela wewe? Kamuulize babu yako. Kwa nini mpaka leo anaishi kwenye manyasi? Yes. Kila mwanadamu anayemuona kuna kipindi Mungu anampa riziki yake. Ukitumia vibaya, baadaye unaikumbuka. Ndio. Na hiyo unashangaa, watu wanavuka huko kote, wanakuja kwenye biashara yako, unahesabu mauzo, unaona kabisa yeye ndio ana akili kuliko wale. Ndugu, ni neema ya Mungu. Ni neema ya Mungu tu. Kusanya pesa zako. Kusanya mali zako. Kunywa maji ya kisima chako. Haya. Endelea kusoma. Wala hawakuiogopa amri ya mfalme. Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima. Akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Wewe kijana, hata lini utakuwa mtumwa? Hata lini utakuwa mtumwa? Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao.